إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله، nakuhusieni juu swala zima la kumcha Allah kama ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu. Qala Allah Ta'ala, Allah amesema katika surati Al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa hakika ulevi, kamari, kuabudia masanamu na kutazamia, hivi ni vitendo vya shetani, jiepusheni navyo ili muweze kufaulu. Katika aya hii Allah anakataza vitu vingi. Taanza kwa kusema innamal khamru, kwa hakika ulevi. Akasema wal maisir, mambo ya makamari, wal ansab, mambo ya kuabudia masanamu au kuabudia mizimu, wal azlam, mambo ya kufanya ramli. Haya yote Allah anasema rijsun, ni uchafu, min amali shaitani, hivi ni vitendo vya shaitani. Fajitanibuhu, jiepusheni navyo vitu hivi vyote. Lengo lake la'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu. Katika aya hii Allah akataja mambo kama manne. Sisi katika hotuba yetu tutazungumzia moja tu katika haya, nayo al-maisir, swala zima la kamari. Fihi bayani, katika aya hii Allah anabainisha illatut tahrimul maisir, ila au sababu iliyopelekea Allah akaharamisha kamari. Sababu yake wa hiya itharatul adawa, ni kwamba panapatikana uadui, wal baghdha, na panapatikana chuki, baina al-la'ibaina, mbele ya wale wenye kucheza mchezo hii. Watu wanaocheza kamari hawa wanakuwa wao wanapata uadui, wanaingiziana chuki wao kwa wao, kwa sababu huyu kamla huyu kamdhulumu huyu wa huyu. Pia wasaddu an dhikrillah, na swala la kamari linapelekea kwamba watu wanapelekea kuto kumtaja Allah, kwa sababu wachezaji kamari mambo yao mengi ni matusi. Wa ni swala, na swala la kamari linapelekea watu kuepuka ibada ya sala. Wa huma kawamun, na viwili hivi ndiyo msingi hayatul muslim, ndiyo msingi wa maisha ya Uislamu. Kitu gani? Kitu cha kumtaja Allah, kitu cha kusali, kuabudu kila siku. Kwa jambo la kamari ni jambo ambalo limekatazwa. Jambo la kamari ni jambo la haramu. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema, man laiba, yule atakayecheza binardashir, au wengine wanaita nardu. Hii kuna kidude hicho kinakuwa kina hesabu, kina namba 1 2 3, kile maarufu wanaita nardashir.
atakayecheza kamari, wanatia katika korokoro, unaweka wewe umeweka namba 2, basi ukipata namba 2 umeshinda, kama uliweka namba 6 umeliwa. Mtume anasema atakayecheza mchezo huu fakaannama, kana kwamba mtu huyu sabagha yadahu fi lahmi alkhinzir, sawa sawa na amezamisha mkono wake katika nyama ya nguruwe, wa damahu, na damu yake. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Katika hadithi hii Mtume anakataza jambo zima la watu kucheza kamari, ikiwa wanacheza michezo ya kidrafti, ikiwa wanacheza michezo mingine. Waman laiba binnafdi, na yule atakayecheza mchezo huu. Katika hadithi nyingine Mtume anasema faqad asa Allah wa rasulahu, amemwasi Allah na mtume wake. Na Allah anasema waman ya'si Allah wa rasulahu yudkhilhu naran, na yeyote atakayemwasi Allah na mtume wake basi huyo tutamuingiza motoni. Kwa jambo la kamari limekatazwa, ayuha alikhwa, enyi ndugu waislamu. Wa minan maisir, na katika aina za kamari zipo aina nyingi, kila siku hubadilishwa majina. Wengine wakaja na beti, wengine wanafanya hivi, wengine wanafanya hivi. Sisi tunachotaka kuizungumzia kamari ambayo iliyokuwa inazoeleka sasa hivi, kamari ambayo ipo katika mji wetu, ambayo inapigiwa debe mpaka na wale ambao wenye elimu. Taaminu siha, inaitwa bima ya afya, au wengine wanaita taaminu tibi, manake tibi na bima ya afya. Hii ni kamari moja kwa moja. Wao wanabadilisha majina kila siku, leo wameita jina hili, kesho wakaita jina hili. Basi kule kubadilisha kwao majina, wao wanazania kana kwamba litakuwa jambo lao ni halali. Ma hukumu taaminu siha wa ma hukumu taaminu tibi, nini hukumu hii inayosemwa ya bima ya afya? Au wengine wakaleta sio bima za magari, bima za nini? Kwa ufupi, nini hukumu ya bima katika Uislamu? Fatayinul asma, kwanza wafahamu watu kule kubadilisha kwao majina la yazilu haqaiqin, jambo hili haliwezi likaondosha uhakika wake. Yani wewe badilisha jina la aina yoyote, jina haliwezi likabadilisha ule uhakika wa kila kitu kitakapokuwa. Kama ni haramu kitabaki kuwa haramu tu. Kala Sheikh Abdullah bin Abdurrahman, wa min almalum, na katika jambo lenye kujulikana inda kulli akil, kwamba kila mwenye akili, anna haqaiqa alashya, kwamba uhakika wa mambo la tataghayaru, hauwezi ukabadilika bitaghyiri alasmaiha, kwa sababu ya kule kubadilisha majina yake. Yani watu wanabadilisha majina, lengo kuwa hadaa watu basi. Falau summiya az-zina, kama wao wataita zina, wal khamru, na kama wao wataita ulevi, bighairi asmaihim, basi na majina yake, hata wao waite hivyo, basi itabaki jambo hilo kuwa ni haramu, na itabaki kama huo ni ulevi tu. Inna ba'd an-nas, hakika baadhi ya watu, yastahilluna al-kamar, wanahalalisha kamari wa riba biismin akhar, wakaita jina lingine, na jina hili wakaliita wakasema taaminu siha, hii inaitwa bima ya afya. Ikawa hii sasa inapigiwa debe na kila mtu wanatakiwa uwe na bima ya afya, kwa sababu ukiwa kwa hivyo wao hudanganyana wenyewe, au wakalishana maneno kwamba ule umuhimu wa jambo hili la bima ya afya. Au gari yake anaambia gari yako yote katia bima hii, kwa sababu ikipata ajali itakuwa hivi, itakuwa hivi. Kwa hivyo huko kubadilisha kwao majina hakuwezi kubadilisha kwamba hili jambo likaitwa vingine, ni kamari tu, hata waite majina gani. Na hii ndiyo kawaida yake Sheitani, kawafanyia hivi akawaletea majina mengine. Wa hadha min a'zam makaidi shaitani, na hii ndio kaida yake, vile vitimbi vyake vikubwa huyo Sheitani. Li bani adam kadiman wa hadithan, zamani na sasa. Ayuha nnasu inna ta'mina siha, hakika jambo linaloitwa bima ya afya, yashtamilu ala alghururi waljahala. Jambo hili kwanza linashikamana, linakuwa ndani yake kuna kuhadaa watu. Anaambiwa yeye anakatwa pesa labda katika mshahara wake,
au anakatwa pesa katika jambo lake lolote lile, yupo katika shirika fulani anafanya kazi, kwa hiyo anakatwa labda kila mwezi shilingi 10,000, inaitwa hii ya bima ya afya. Halafu huyu akikatwa labda kwa mwaka, tunajalia tukakatwa 100,000, kaja kapata matatizo yake yakaenda kutibiwa, akatibiwa sasa kwa 200,000 au akatibiwa kwa 1,000,000. Hapa ni kuliana watu mali zao kwa haramu tu. Wala taakulu amwalakum bilbatil, wala msiliane mali zenu katika njia ya batil. Hawa wanaofanya mchezo huu wakaita bima ya afya, hawa ni watu ambao wanafanya jambo la haramu, na hii ni kamari moja kwa moja, kwa sababu watu wa kidogo wapata kingi, au watu wa kingi wapata kidogo, vyovyote itakapokuwa vile. Na bima hii kama atakata ikiwa ya gari, bima hii kama atakata itakuwa ya nyumba, aina zote unazojua wewe zinazoitwa hii insurance. Hii ni jambo haramu katika Uislamu. Hakuna kabisa katika Uislamu jambo linaloitwa bima, kwamba wewe unatoa pesa kwa ajili ya kujiprotect na vitu fulani, vikikupata basi wewe utakwenda kulipwa. Hili jambo halipo, ni kuliana watu mali kwa riba tu basi, kuliana watu mali zao kwa dhulma. Wadhalika, na jambo hili la bima ya afya, an yadfa mubligha, kwa sababu mtu hutoa mali yasira min almali, anatoa kichache katika mali, lakini wakad yataalaju bi akthar minhu, anatibiwa kwa kiwango kikubwa, kakatwa katika mshahara wake, kakatwa katika pesa zake, kapeleka labda sehemu, akawa yeye anaekeza katika hizo zinazoitwa bima za afya, basi yeye ametoa labda 500,000, akaja kutibiwa, ana maradhi yake yamepelekea analitibiwa kwa milioni 2. Hii ni haramu kama ilivyoulizwa. Hayo maneno wache wapambe tu wao, basi waite majina haya, hili ni jambo halifai. Fafihi, pia ndani ya hizi wanazoziita bima ya afya, aklu amwali nnasi bilbatil, ni kulia watu mali zao kwa njia ya batil, min kibali tilka shirkat, kwa kuzingatia hayo mashirika yanayoitwa mashirika ya bima. Wakadhalika vile vile taawunu, kushirikiana huku, ala al-ithmi wal-udwan, mtu anakuwa anashirikiana na haya mashirika ya bima, anashirikiana katika uadui, anashirikiana katika mambo ya uadui na mambo mabaya. Allah anasema wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, wala msishirikiane katika mambo ya madhambi wala mambo ya uadui. Wataawanu ala al-birri wat-taqwa, na shikamaneni nyinyi muwe kila siku mnasaidiana katika ucha Mungu na yale mambo ya kheri. Lakini hawa ambao wanaokwenda wakafanya kazi au wakawa wanaenda kuweka hizi kitu kinaitwa bima ya afya, hawa wanakuwa wanashirikiana katika swala zima hili la uadui na ithmi. Wakadhalika taaminun, na vile vile hili jambo la bima ya afya, fihi riba, ndani yake kuna riba ya wazi wazi. Wadhalika anna sharika, kwamba lile shirika taakhudhu malan yasira, linaweza baadhi ya wakati likachukua mali chache, wala aksu, na kinyume chake. Lakini watadfa kathiran, wala aksu, na kinyume chake, linachukua mali chache lakini linalipa nyingi, au linatoa nyingi na linalipa chache. Haya ni mambo ya haramu, lakini watu wakaingiziwa, wakajaribu kubadilisha majina, hii bima ya afya, hii bima ya nini. Kwa watu wakawa wanapambaziwa mambo haya, ukiwa nayo hii utakuwa wewe ukenda hospitali, sijui utakuwa hivi na hivi. Ni mambo ya haramu tu basi, hii ni kamari. innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan, huu ni uchafu. Wadhalika, na vile vile anna sharika, hakika hili shirika linaloitwa shirika la bima, dhahaba jamaahir ulama, wamekwenda jumhuri ya maulama almuasirina wale wa sasa, ila alqauli, kauli moja wanasema bi hurmati al-amal, ni haramu kufanya kazi ma shirikati ta'min, katika haya mashirika yanaitwa mashirika ya bima za haramu. Bima hizi ambazo wewe una chombo chako, ulipokuwa na chombo chako kama watoa pesa fulani utakuwa unakatwa, halafu kila baada ya mwaka umepata ajali, basi wewe utakuwa unalipwa kwa mujibu wa ajali yako uliyopata. Kama hujapata ajali, maana yake umeliwa wewe zile pesa zako. Hii ni riba.
Hakuna hata mmoja ambaye ana akili timamu akaja ukamwambia kwamba hili ni jaiz. Kwa hili jambo linaloitwa taaminu siha, hili ni jambo la haramu. Na wale ambao wanaofanya kazi katika haya mashirika ya bima, hawa wote wanafanya kazi za haramu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayuha alikhwa, usikum marratan thaniya bittaqwa Allah, na kuhusieni juu ya lazima la kumcha Allah kwa mara ya pili, kwa kujiepusha na yale yote ambayo Allah ameyakataza na mtume wake. Tumetanguliza aya Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, innamal khamru, kwa hakika si vinginevyo ulevi, wal maisir, na mambo ya makamari, wal ansab, na mambo ya kuabudia masanamu, wal azlam, na mambo ya kupiga ramli. Vitu hivi Allah anasema rijsu, ni uchafu. Fajitanibuhu, jiepusheni navyo, la'allakum tuflihun, ili muweze kuongoka, ili muweze kufaulu. Na miongoni mwa mambo ambayo yaliyokuwa haramu katika aya hii yametajwa manne hapa, sisi tukasema tazungumzia moja tu, nalo ni hili almaisir, yani mambo ya makamari. Watu wakageuza majina katika kuigeuza kamari hii, wakageuza jina wakasema taaminu siha au taamini tiba au taamini tijara, yani wanaita majina ya ajabu ajabu, bima ya afya, bima ya ukulima, sijui bima ya kichwa, bima ya gari, utakapoita jina lolote. Insurance zote katika Uislamu haramu, hakuna jambo hilo katika Uislamu. Ukawa mtu analipa mali alafu anapewa kingi kuliko kile au kinyume chake, sasa hilo jambo limeharamishwa. Lakini swali linakuja, vipi wale ambao wanafanya makazi labda katika serikali au mashirika, ambapo wanalazimishwa wao lazima wakate bima ya afya? Kama hujakata bima ya afya itakuwa hivi, itakuwa hivi. Maana kumetokea watu sasa wana kampeni, lazima watu wote wana bima ya afya, lazima siwe hivi. Kwa hivyo wakati gani itafaa jambo hili? Kwa Uislamu umeweka katika hali ya dharura kwamba inajuzu mtu akawa na hiyo inaitwa bima ya afya, asili yake ni haramu jambo hili. Lakini wakati gani? Al-awwal, jambo la kwanza, idha sara kanuni, itakapokuwa jambo hili sasa limepelekea ndiyo kanuni lazima likulli ahli baladin, ikawa ndiyo lazima kwa kila mtu katika mji. Serikali imeweka amri kwamba lazima kila mtu awe na bima ya afya au awe na bima ya kitu fulani. Mfano mzuri, labda wanaoendesha vyombo wote wanatakiwa lazima wakate bima, inaitwa bima ya lazima hiyo. Kwa maana hiyo ukawa hujakata utaingia katika matatizo. Katika hali hii itasemwa ni njia ya dharura tu, haijawa halali hapo, inakuwa ni dharura. Kwa hivyo wewe unatakiwa lazima ukate ili kujiepusha na hizo shari zao. Yale matatizo yatakayokuja ni yao wao, wewe hutoingia katika makosa. Kwa hii ni hali ya kwanza. Ikiwa watu wamelazimishwa kwamba wao lazima wakati bima ya afya, huwezi kutibiwa kama hutokuwa na bima ya afya, hapa ndo unaweza ukakata jambo hilo. Hali ya pili, ikiwa mashirika au taasisi wao wakalazimisha kwamba wale wafanyakazi wao wote wakawakatia bima ya afya. Anafanya mtu kazi katika shirika fulani au taasisi fulani, taasisi ile au shirika ile likawa limewakatia wafanyakazi wake bima ya afya, na wao ndio wanaolipa huko, basi mtu huyu atachukua kama kawaida. Katika hali hii wanachuoni wanasema ataruhusiwa yeye kukata bima ya afya kwa kuwa katizwa nguvu tu bado pale pale. Hali nyingine ya tatu, itakapokuwa wanachuoni wanasema zile gharama za matibabu, gharama za matibabu za mji fulani zipo juu sana, na ikawa hakuna uwezekano isipokuwa kwa bima ya afya. Mfano wakapigia mifano kama miji ya kikafiri hiyo, miji ya Ulaya, huko ndiko ambapo wao wanatumia mfumo huu, kwa sababu jambo hili la bima ya afya walilolileta wameanzisha Wataliana. Hawa ndio walioanzisha mfumo huu, na Waislamu nao wakachukua wakageuza majina tu. Hii ni kamari, hakuna chingine. Kwa ni jambo la haramu. Kwa hivyo ikiwa katika mji fulani huruhusiwi kupata matibabu mpaka uwe na bima ya afya,
kama utakuwa una bima ya afya, matibabu yake yanakuwa kiwango chake ni kikubwa na uwezo hana. Wanachuoni wanasema katika hali hii hapa atajuzu mtu huyu kukata inaitwa bima ya afya. Katika hali nyingine wanasema ikiwa shirika linawatibu wafanyakazi wake kwa bima ya afya, halafu wao wanakata mshahara wao huko, basi wanachuoni wanasema yeye ataangalia, kwa mfano anajua mimi katika mshahara wangu nakatwa kila mwisho wa mwezi nakatwa 50,000 mathalan za bima ya afya, halafu yeye akaenda akatibiwa. Alipotibiwa, kama pesa zitakuwa zimezidi kiwango cha zaidi ya kile ambacho yeye alichokitoa, atatakiwa lazima azirejeshe zile ambazo zilizozidi. Katika hali yoyote azirejeshe kwa wenyewe. Mfano labda katibiwa milioni 5 maradhi yake, yeye katika kukata kwake bima ya afya miaka 2 kakata milioni 3, kwa anadaiwa milioni 2. Hizi milioni 2 atafanya kila mbinu azirejeshe. Kama utabaki sasa nitarejesha bwana, sasa wenyewe wanamkata bwana, haya utajijua mwenyewe. Utakapofika mbele ya Mola wako ndio ushafikishiwa ujumbe. Ukifika mbele ya Mola wako ndio utajuana wewe na Mola wako kwa nini hukurejesha na umekula mali ya watu kwa batil. Wala taakulu amwalakum bil batil, wala msiliane mali zenu kwa njia ya batil. Kwa jambo la bima ya afya hili ni jambo la haramu, wala waislamu wasihadaike wakahadaiwa wakaambiwa kwamba wakapambiwa maneno kwamba kuna umuhimu huu, kuna jambo hili, kuna jambo. Hakuna katika kitu kama hicho. Hili ni jambo la haramu na hii ni kamari tu. Innamal khamru wal maisir, hakika kamari. Allah anasema hakika kamari, kataja mengi hapa, lakini mwisho akasema rijsun min amali shaitan, hii ni uchafu na haya ni katika mambo amali zake shaitani. Fajtanibuhu, jiepusheni na mambo haya. Kwa yule ambaye atakaye kwenda akakata bima katika chombo chake cha gari, mathalan gari yake imekatoa bima ile ya lazima, hii atakata kwa sababu amelazimishwa. Baadaye sasa anasema mimi gari yangu na full bima, mwenyewe anajigamba katika hali kama hiyo, ina full bima, hii ikipata ajali tu mimi nakwenda kule na pua nyingine. Hapa mheshimiwa, unakula haramu, kwa sababu inawezekana ulichokitoa ni kingi kuliko kile utakachopewa au kinyume chake. Kwa tujiepushe na mambo haya. Watu wamekuja siku hizi wanaleta kila aina za makamari, wanageuza maneno, mara kubeti, mara sijui bima ya afya, mara bima ya nini, mara nini. Haya yote ni haramu. Majina hayawezi yakageuza kitu, majina hayawezi yakabadilisha uhakika wa jambo likawa vingine. Mahma kana, vovote itakapokuwa na wao vovote watakapoita, litakuwa hilo jambo li haramu tu basi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.